haiwezekani, lakini huu mwaka itawezekana. Kuna magari haiwezekani kwa kawaida kuonekana katika nyumba yenu ama katika familia yenu, lakini kwa uwezo wa Mungu itaonekana hii mwaka kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua watu wanakuanga na kiherehere, na I want to thank God because Mungu sio kama wanadamu. Wakati Mungu anataka kuabudu, anataka kubariki watu wake, kuna watu ambao wangepewa nafasi, haungekuwa umebarikiwa na Bwana, haungekuwa hata umezaliwa, kwa sababu hao watu wako na tabia ya kuanza kukumbushana. Waanze kuambia Mungu, huyu nambariki kwa nini na hajasoma? Mbona huyu anaolewa na sio mrembo? Huyu mbona ako hivi na anafanya na watu wako na hiyo tabia ya kukaa kana kwamba wanazuiliwa. Masaa ingine nitahubiri, ama katikati ya hii mwezi nitahubiri kuhusu mtu anaitwa Batimayo. Yesu wakati wake umefika wa kumponya Batimayo, lakini kuna watu wanakuanga hapo tu wanaitangwa blockers, ama wanakulimit, wanakublock, usiwahi saidika. Na hii mwaka nimekuja kuwatangazia ya kwamba hao watu ambao zuia watu wasisaidike, hii mwaka waondoke kwa barabara yako ya kusaidika kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe hujasikia mtu wakati wake imefika ya promotion, na sasa wakati ndio anaenda kutangazwa, watu wanakuja wanaanza kusema ya kwamba huyu mtu alikuwa na mimba yangu, huyu mtu alikuwa ameniambia, huyu mtu alikuwa, na wakati huyu mtu hakuwa na kitu chochote, watu hawaongei. Haleluya. Hii mwaka tunafanya hiyo operation. Kama kuna kitu ama watu ambao wamekuwa wanainuka, wakati wako tu wa kutaka kupata kazi, wakati wako wa kutaka sasa kuolewa, ndio wanaanza kusema kuna mambo mlikuwa mmeagana. Wakati wako wa kupata promotion, ndio watu wanaanza kujitokeza ya kwamba hata hiyo certificate yako au kusoma vizuri. Lakini wakati ambapo hukuwa na kitu, ndio watu wanaanza kujiinua, watu wanaanza wananyamaza. Hakuna mtu ako na shughuli na wewe. Nimekuja kutangazia wewe mama, hao watu walikuwa wamenyamaza wakati ulikuwa unang'ang'ana kusomesha watoto. Hata huu wakati ambapo watoto wako wanaenda kupata makazi, hao watu wataendelea kunyamaza kwa jina la Yesu. Wakati ulikuwa unavumilia kwa hiyo ndoa, wakati ulikuwa unasomesha, wakati ulikuwa unafanya mambo mengi, watu wamenyamaza. Hata huu wakati ambao Mungu anaenda kukubariki, waendelee na kunyamaza, kwa maana uko na Mungu. Hallelujah. On Sunday nikamalizia nikihubiri kuhusu the benefit of starting with God. Nataka nikufunze kitu ya muhimu hii mwaka, na hii kitu utanikumbuka nayo, ya kwamba watu ambao huwa wanaenda mbali, watu ambao huwa wanafanikiwa kwa maisha, wanafanikiwangwa kwa sababu ya kitu kimoja: wako na tabia ya kuanza na Mungu. Hallelujah. Anytime, regardless of how prepared you are, teach yourself to start with God. Anytime, regardless of how sure you are, as you start that day, start with God. As you start that business, start with God. Na nimefunza watu, hii ni marudio ninarudia, wale watu wamenikunywa kwa hii huduma na wananielewa. Hata akienda kwa kliniki apimwa apatikane mimba imeingia siku 2-3, they come with an offering, wanaambia pastor, kuna kitu tumepata. Some of you mnaonanga mtu ameenda amerudi na mtoto hospitali, tunaanzanga safari mbali. Kuna watu tumetembea na wao kwa hii safari, na nashukuru Mungu. Unakuja ananiambia pastor, we want even a baby, even before they go to look for the baby, because the baby must be looked for. Hallelujah. They give an offering. Wanakuja wananiambia pastor, tulienda. Mwingine amenistua sana, amegrow kiwango ambacho sikuwa natarajia, kaniambia pastor, we need a kid. Tukaomba. Wakati tumemaliza kuomba akatoa sadaka. Tukakaa kidogo akaniambia pastor, hiyo kitu imetokea. Anakuja tena namuuliza, nasi tuliomba? Akaniambia hapana, sasa nataka kuenda scan, na kabla sijaenda scan I want to start with God. Huyo mtoto lazima akuwe mtoto wa kiume. Hallelujah. Ama wa kike, ile gender anataka. Akaniambia before I go for the scan, I have come to start with God. Sijui ikuwe tabia yako hii mwaka. Vitu vingine ulishindwa mwaka jana kwa sababu ulikuwa na mambo matatu ambayo inakusumbua.
I want to speak about just a few things, but my main topic today, I want to speak about the power and the safety of starting with God. Power and the safety of starting with God. Nguvu na safety inaitwa aje? Ulinzi ambao unapatikana wakati umeanza na Mungu. Hallelujah. I want to categorically speak of three mistakes that we make. And mistake number one is that we start with the money instead of starting with the God. Bwana asifiwe. Mara mengi watu huanza na pesa. Mistake number two, it is that people start with the connections with that before starting with the God. And the mistake number three is that the people start with the strength before they start with the God. So this year, please, regardless of how financially packed you are, don't start with the money. Start with the God. Bwana asifiwe. Kwa Kiswahili nasema hata kama umejipanga haje kimfuko na kihela, huu mwaka badilisha majira na ukaseme ya kwamba hata kama nimejipanga financially, I will start first with the God. Don't start with the money. Hallelujah. Next week nitakuwa nikiwapatia mifano ya watu walianza na pesa na mahali walimalizia. Don't start with the connections. Start with the God. Mistake number two that people do, it is they start with connections. And they start now looking for God baadaye. Na ya mwisho nimesema, mistake number three, they start with the strength instead of starting with God. Mimi nimekuja kuinua kizazi ambacho Mungu amenituma nikakihubirie katika huu mji, ya kwamba ninajua ya kwamba mnampenda Mungu. Ninajua ya kwamba mnaenda mbali wapendwa, na ninawaaminia na nimewaombea. Lakini huu mwaka Bwana akakutembelea zaidi, ya kwamba ukaweze kubadilisha tactics kidogo. Useme mwaka jana nilianza na pesa, mwaka hata kama niko na pesa zaidi nitakuwa nikianza na Mungu. Hallelujah. Mwaka jana nilianza kuuliza na connections. And I want to tell you, kama kuna wakati nimekuwa na wakati mgumu, ni wakati wa serikali ya 2017, somewhere there. Between 2017 and 2022. Ni kama kila mtu yeyote ni mkubwa kwa hii taifa, tulikuwa tunajuana. Na nikawa sometimes kuna vitu ninataka kufanya. Wacha tu niongee ya kwangu, nikiongea kwako unaweza kasirika. Nilirealize ya kwamba niliingia serikali kidogo 2013. 2017 nikawa katika serikali. Nikisema serikali sisemi nilifanya kazi na Uhuru, lakini it was my first time. Ule Raila alikufa, it was my first time kuenda niombe Raila. Na hiyo wakati nilikuwa ninamuona mara ya kwanza, ninamuombea, sikuwa nimemuona kwa TV, kumbe kwa TV alikuwa na kaanga mtu ambaye ni brown kidogo. Niko hapo nimepewa microphone, nimekuwa pale Bomas of Kenya na nimeorganiziwa vile nitaombea huyo mzee. And I realized ya kwamba wakati nilikuwa ninaomba, lakini singeambia watu kama nimestuka kidogo. Kumbe maana usio anatoa mwiyo mwono. Ndio ndo muona na karibia hivi naona ni kama karibu ninguze hivi niangalie kama kuna kitu imebaki hapa kwa kidole. Bwana Yesu asifiwe sana. Siongei kwa kejeli, lakini nataka kukuonesha kwamba kuna wakati, kuna miaka 5 nimekuwa karibu, nikitaka kuonana na governor ninamuona, nikitaka kuonana na senator ninamuona, MCA, unapata ya kwamba I am there. Lakini nika-retreat tena, nikajiuliza what is not happening. Unaweza kuwa na hizi connections zote. Kuna siku moja nilifika kwa nyumba, acha tu niwapatie ushuhuda ya kwangu. Nilifika kwa nyumba na tulikuwa na hitaji ya fedha fulani. Mke wangu akaniambia kwamba anapochukua simu yangu anaona kutoka hapo juu kwa H niko na honorable, hallelujah, majina zaidi ya 30 ya waheshimiwa wako kwa simu yangu. Na saa hiyo niko na hitaji ya pesa fulani, niko na hitaji ya kuingia ofisi fulani, na washiki simu. Kwanza kuna siku nyingine tulichomekewa kanisa, and my wife is telling me, na hao waheshimiwa wote, na hao watu wote, unajua unaweza kuwa na connections, usahau ya kwamba uanze na Mungu.
Kwa sababu nikiamka tu hivi nasema si nikipigia tu Mweshe atashika. Nataka kuongelesha asubuhi ya leo ya kwamba you can have connections with the people, lakini wakati ambapo haujapata revelation useme ya kwamba hata kama ni connected na hii watu, kwanza nitaomba. Hallelujah. Sasa hii maombi tulikuwa tunaomba, nishaiambia Steve siku moja nikienda ni saa hiyo niko Bomas, tumejipanga more than 3 days. Na sasa ni wakati ambapo ninaenda kuombea Jacom. Mimi nimeongea na CS, alikuwa anaitwa rafiki yangu, alikuwa anaitwa Kuru ya Tana, alikuwa CS wa finance. Sasa na wazee wengine Malenga anawajua. Sasa mimi nimeulizwa mchungaji, unajua hiyo maombi ya kesho ni wewe? Nikawaambia, kwani maombi ni nini? Si mimi niko sawa? Wakaniambia hapana, wewe ujipange. Nikashangaa wananiambia nijipange aje. Sasa ilipofika saa 2 tuko Bomas of Kenya na program inaendelea kutayarishwa, wakaniambia sasa wewe utaombea mheshimiwa aje. Nikawaambia mimi si ni pastor, ninajua kuomba. Wakaniambia hapana, you must put your prayer in writing. Acha niandikishwe sasa vile nitasoma maombi ya kuombea Raila. Bwana sifiwe. Nilikuwa nafikiria kwamba sasa mimi ni kuwekelea tu jamaa mkono niseme jamaa chukua hiyo kitu ambao unatafutanga na hii raundi hawata kuibia kwa jina la Yesu. Nikaambiwa we hebu andika. Nikaandika prayer ya paragraphs kama 4. Ikakuwa revised tena, nikaambiwa hii maombi ni marefu, tunahitaji maombi ya dakika 2. Sasa hapo ndio nilijua kwa nini maombi ya wakubwa saa nyingine ijibi wangu, kwa sababu PA wa mkubwa anataka kwanza aone ile maombi utaombea mkubwa. Haleluya. Hiyo ndio tofauti. Sasa nikatengeneza ikakuwa mara, nikaambiwa hapana, hapa si umemuita tu ndugu Rai. Hapa futa hapa, andika honorable, right honorable former. Bwana asifiwe. Nataka niwaoneshe vile ambavyo saa nyingine unaweza kuwa kwa mafuta na ile mafuta ukose kujua inaonja aje, kwa sababu ya kitu inaitwa ukubwa na connections za dunia. Haleluya. Hiyo maombi ikatengeneza. Alafu sasa unajua kura ilikuwa karibu kwanza kupigwa hiyo 2017. Sasa hiyo ninataka kuomba, unajua sasa lazima niombee huyu mkubwa ashinde, na nilikuwa ninajua wengi wenu hapa ni wa timu kumira. Bwana asifiwe. Sasa ninaenda kuomba, lakini nauliza na watu si wataona mimi na kuanga wa huyu mtu na pastor na kuanga mtu ya watu wote. What am I saying? Nataka kuonesha kitu kimoja. The wrong starting. Bwana asifiwe. Unaweza anza kwa sababu uko na ego na msukumo ya kutaka kukua mtu mkubwa. Usahau ya kwamba kuna Mungu mkubwa unastahili kuanza na yeye. Unaweza ambiaje mchungaji mimi naenda kuombea mkubwa na hiyo masaa ninaombea mkubwa nimeshaandikiwa hiyo speech, nimeambiwa hapa au kuandika right honorable. Bwana asifiwe. Mpaka Mungu anakuwa ni mdogo, mwenye anaombewa ndiye mkubwa. Leo hii nimekuja kukuambia ya kwamba there is power and the safety of starting with God. In the book of Genesis chapter 1 verse 1, the Bible says in the beginning God. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza tutuwekea, lakini watu wengi wako nayo na hata kufungua ni rahisi. That in the beginning God is there. In the beginning something is happening. In the beginning God. It is started with the God in the beginning. For the creation to go on and on, there is something that had to be done. And this was God himself. Bwana Yesu asifiwe sana. God did not begin with the chaos management. Unajua kuna watu ambao wao wanaanza na management. Bwana Yesu asifiwe sana. It began with the God's voice. Creation ama kuanza ujenzi wa dunia na ulimwengu, au kuanza na mambo makubwa. Haikuanza na management of the many issues, but it began with the voice of God. Ya kwamba chochote ambacho kiliumbwa hakikuanza na mambo makubwa, hakikuanza na considerations. It started with the voice of God.
God. Na ndio maana, because God started it, he ordered something called disorder. Hallelujah. Light replaced darkness. Kule mwanzo wakati Mungu anaanza kuumba, anaanza na voice. Dunia inapoumbwa inaumbwa na voice ya Mungu, na wakati Mungu anaumba ndio anaanza na kitu inaitwa disorder. Ana replace giza na mwangaza. Haleluya. Kwa hivyo Mungu dunia inapoanza ilianzwa na sauti ya Mungu. Na mara mengi huwa ninaambia watu ya kwamba sauti ya Mungu ni sauti ambayo ndio kila kitu. Na wakati unaona mchungaji akisimama mbele yako anaongea sauti ya Mungu. Na wakati mimi kama mchungaji ninapoongea mambo makubwa kuhusu maisha yako, ninapoongea kuhusu wewe, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. When I as the pastor, I stand in the gap na ninakuombea. Niwaambie kitu moja. Kama pastor anapoomba, mimi huwa ninajua wakati mambo iko na shida. Iko mama mwingine tulikuwa tunaomba siku nyingine, hayuko hapa Kenya, ako nje ya Kenya. Usiseme pastor ni kama anakunini. Mimi nilijua ako na shida na mzee wakati ninaomba kuhusu Mungu bariki huyo mzee, ameoa huyo mama. Mama amenyamaza. Bwana asifiwe. Sasa amenyamaza tu, ako hapo, amenyamaza. Ninasema na kazi ibarikiwe, hayuko sawa. Lakini sasa wakati nilianza kuombea mama yake mzazi, ndio ananishika mkono na nguvu, anasema yes, pastor hapo. Endelea sasa hiyo maombi hapo. Unaona hii maombi nyingine yako ana haja nayo. Haleluya. Maombi yake yako ile anataka mama yake mzazi akuwe ako sawa akiwa nyumbani. Haleluya. I am here today to tell you something. Kwa sababu Mungu alitaka. Because God wanted something to happen. Alianza na sauti yake ndio mbingu ikaweze kujengwa vizuri. Bwana asifiwe. Na asubuhi ya leo nimekuja kuongea kuhusu this power. There is a power that cannot operate in you until you start with God. There is a safety that cannot operate and be beneficial to you until something happens. And this something is called starting with God. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ninasema nini asubuhi ya leo? Ninataka kusema ya kwamba when God starts, confusion cannot remain. Wakati ni Mungu ameanzisha, huyu Mungu tunamuona akijenga, akisema na kuwe na giza, kuwe na usiku na mchana, kuwe na wanyama ambao ni wa kwa msitu na kwa maji na jengwa. He is there in the beginning. God was there. And that is why the creation was perfect until today. Because it is God who started the creation. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuja mtuko. It is God who started this. Mumeandika hiyo point ama mnaangalia? Piga magoti hapo. Piga tu magoti hapo. Father, in the name of Jesus, I worship you, I honor your name. Thank you because you are a mighty God. Thank you because of the gift that you've given to your servant. I cover him with the blood of Jesus. Thank you for the mission that you have sent him to come and do in this ministry. Ninamwombea ya kwamba Bwana anapokutumikia hatawahi nungunika. Kuanzia leo ninaomba ya kwamba anapoanza na wewe, Mungu wangu na Baba yangu, akaweze kuona ushindi. Ninamwombea ya kwamba maisha ya Nairobi ikaweze kumkubalia anapokutumikia Baba. Ninaomba nawe Bwana ukafungue mlango ambao hajawahi hata imagine ndani ya maisha yake. Kuanzia leo Bwana, ewe Mungu ulituchagua hata kabla hatujai kujua. Hivyo basi ninaomba huyu upako wako ukafanye kazi ndani ya maisha yake. Kuanzia leo I replace rejection with acceptance and favor. You will be accepted wherever you shall go.
May the power of the Lord Jesus Christ flow in you in the name of Jesus Christ. Lord, I pray, let your fire burn in the life of your servant for the manifestation of your power and the grace. I speak fresh anointing upon your life. In Jesus' name we pray. Amen. Simupige makofi. Amen. Asante. Alex, chukua huyu umpeleke huko kwa chachi yetu ya kitambo ya tent. Kuna kazi anaenda kufanya hapo. Enda umuonanishe na jamaa anaitwa Hirali Mugo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Angalia jirani, mwambie kaa hapo utafikiwa. Najua mnakaanga hivi. Kuna mtu anaangalia hivi anasema pastor ameanza na Wakamba ama anaanza na watu wa Mombasa Road. Bwana asifiwe. Hii mwaka nataka ujipange. Kuna wakati unafikiwa na vitu na unapewa assignment na unasonga. Hallelujah. Wakati unaanza na Mungu, Biblia inasema in the creation. Wakati ambapo ni creation, Mungu akianza kuumba aliona wacha yeye ahusike. Watu wengi huwa wanaanza na pesa, na kwa sababu tumetawaliwa na vile mambo yalivyo, kuna wakati nafikiri miungiza yangu mingi imechelewa sana kwa sababu nilikuwa ninaangalia. Na mchungaji akihubiri, mtu mwingine alikuja hapa Wednesday akaniuliza, pastor, hii sauti yote ni ya nini umeweka hapa na mko watatu? Nikamwambia, mimi wewe unaona watu watatu hapa kwa hii kanisa, lakini mimi naona mamilioni ya watu. Bwana asifiwe sana. Ule mtu najua anakuanga na shida kwa hii dunia sana kwa maisha yangu ni mke wangu. Saa nyingine anashangaanga huyu jamaa anaongea vitu gani. Vingine ukikaa karibu na mimi utaanza kuninusia uone kama ninanuka bangi, kwa sababu nitaongea vitu vikubwa vinakaa vya mtu ambaye si wa kawaida. Haleluya. Na hao watu ndio nataka kutembea na wao hii mwaka, ya kwamba unajua uliambiwa wewe tu ni house girl wa kawaida, lakini katika ulimwengu wa kiroho unajua ya kwamba wewe ni landlord na mtumishi mkubwa wa Mungu. Sema amen. Watu wakikuangalia wataona ya kwamba huyu mtu akai zile vitu anaongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu akiangalia, Mungu anafanyanga kazi na wale watu wako tayari. Sio wale watu wanakaa wanajijaji wanasema mimi sioni kama ninafaa. Hii ni mwaka ambayo utaitwa katika hiyo kampuni uanze kuongea kuhusu vitu. Watu wakikuangalia wanasema wa. Because you will talk things of God because you started with God. Most of the time when we start with money, when we start with our strength, when we start with our connections, we don't give God the enough space. Atumpatiange Mungu nafasi ambayo inatosha ya kwenda kutenda. Hallelujah. Mara mengi tumekosa miungiza zetu, sio kwa sababu tuko na shida, sio kwa sababu miungiza imeisha mbinguni, lakini ni kwa sababu we started wrongly. Wakati Mungu ana ujenzi wa dunia, wakati ulimwengu unaundwa, ulianzishwa na Mungu, na chenye kimeanzishwa na Mungu ni lazima ukaweze kujua ya kwamba utakisustain na Mungu. Hiyo kazi ambayo umepata Mungu ndiye amekupatia, na anataka mwaka mzima ukaweze kuendelea kukaa ndani yake. Watu wengi huwa wanapata kazi, Mungu ndiye amekupatia kazi, lakini hiyo kazi unaenda kusherekea mshahara kwa kilaba. Yani unapata vitu zimefanyika, Mungu ndiye amekupatia hiyo ndoa, lakini vile ambavyo unafanya, Mungu ndiye amekupatia hao watoto. Akikupatia hao watoto, anataka akaone kila wakati ukiwa katikati yake na wale watoto, ukiwaambia Mungu, hii ni mali yako ulinipatia, mimi nikiateka nitatake care. Haleluya. Lakini unapata mama tu amebarikiwa na mtoto amefika sijui wapi, unasikia pastor hatutakuwa pamoja Sunday kwa maana ninateki watoto out. Hapana.
Kuna watu walikuwa wananiambia apologies zao kwa nini hawakuji church, nikabidi nimewaita. Na hii mwaka kuna watu nitawaita niwaambie, hii unakuanga nayo ni ujinga, itabidi weke ujinga kando. Hallelujah. Yaani Mungu amekubariki tu na watoto vizuri, lakini on Sunday siku unafaa kukaa chini uwalete katika nyumba ya Bwana waabudu. Ndio siku ambayo unasema sasa unajua family first. Kuna tumagonjwa tutaisha hii mwaka kwa familia yetu, sema amen. Kwa sababu tutakuwa tunaanza na Mungu. Hata we Yesu. Mimi kuna siku mtu aliniita kwa birthday ya mtoto wake. Nikaangalia tu tukakula vizuri. Na akasema sasa pastor, unajua singekosa kukualika. Kwa hiyo birthday, budget ya hiyo birthday ni over 100,000. Wacheni tu niwafanyie mahesabu. Katika birthday yako ni budget una spend over 100. Na ile sandaka unasema unatolea Mungu, unamtolea 900. Hata unaenda kutafuta change ya kuvunja ngiri moja. Ndio uhakikishe ya kwamba umeweka hiyo mamia nini unapatia Mungu 900 bob. Lakini katika hiyo birthday you will spend over 100,000. I want to tell you something. God is not a man. Wakati ambapo unatambua Mungu, utapata ya kwamba unaanzanga na yeye. Kuna mahali nilihubiri watu wakakasirika, hata sasa nilikuwa nataka kusema nikaona mtakasirika. Niseme mtakasirika sana, lakini ni kitu ya kweli inaweza kusaidia. Bwana asifiwe. Ya kwamba when you realize ya kwamba in a Sunday service umeenda kuabudu Mungu na ile sandaka unataka kutolea Mungu, ukikombea na ile chakula unaenda kukula ya lunch. Bwana Yesu asifiwe sana. That ni rahisi sana watu kanisani watabike na just 200 ama 1,000 ya project ya church, lakini after that ile lunch unaenda ukule ama sapa yenye utakula kwako kwa nyumba. Yani ni kitu inakaa nikana kwamba ulikuwa una enjoy Mungu. There are sometimes ninajiulizanga maswali. Kuna wakati nimekula chakula nikatema, nikarudi nikajiuliza, what did I do in the house of the Lord? Wakati ambapo unataka power ya Mungu ikaweze kukua ndani yako na safety, you must start with God genuinely. Ni rahisi useme umestart na Mungu, lakini hiyo kustart na Mungu haina genuine. Hallelujah. Sio genuine. Mungu anaweka kila kitu yote kando na anasema now I'm separating this. And that's why the Bible could not even start with the end other world. That's why God, when the story about creation inaanza, unasikia in the beginning God. Bwana asifiwe sana. Kuna watu ambao wanapenda historia sana. Na mimi ninaomba ya kwamba hata katika maisha yako, wakati watu wataanza kuelezea wewe ulikuwa mzee wa aina gani, waanze kusema huyu mzee na kanisa walikuwa kitu moja. Bwana asifiwe. Story yako siisome kitu ingine hii mwaka, ya kwamba wakati wanasema kuhusu maisha yangu, wakati historia yangu inaandikwa, there is something about God that will be said. Hallelujah. Niwaambia siku moja nimeenda mochari, sio mochari, kuna mtu alikufa, alikuwa mtu mkubwa pale hospitali inaitwa Metropolitan. Na nikaitwa hapo haraka nikatumwa na baba wangu wa kiroho. Do you know, wakati nilifika kuna hapo Metropolitan hawana mochari, lakini kila hospitali inakuanga na room ambayo inaitwa code room. Ya kwamba if you don't make it unawekwa kwa hiyo code room, unangojewa hapo ndio upelekwe mochari. Na ninakumbuka ilikuwa saa 3 ya usiku. Huyo mzee alikuwa na hiyo familia ilikuwa inaongea lugha ambayo sielewi sana, lakini acha tu niseme lugha alikuwa Mkisii. And then nimeitwa kwa ile code room, nimeambiwa, "Are you the pastor? You are going to do some counseling to these people because they are becoming more violent." So wakati nimeingia kwa hiyo code room, nikaangalia nikaona yenyewe mzee ameenda, dakika chache zimeenda. Hata huyo dada moja anamshika hivi, alikuwa ananiambia, pastor, shika hivi. You know, some things sisi ni kiburi tunakuanga nayo na shida na kushiba sana saa nyingine joy. Kuna vitu zinaitangwa reality za maisha. Mzee ndiye huyu, mzee ni tajiri, amekufa. Mpaka msichana wake ananishika mkono hivi ananiambia, pastor, hata wekelea mkono. Sasa hiyo tuko kwa code room, amekufa, dakika kadhaa zimeenda. Ananiambia, wekelea hapa kwa kifua. My father is not dead. Si unasikia kajoto, na mzee amekufa, amekonfirmiwa dead.
And everybody was there. They were waiting for the pastor to sasa wakaanza kuniuliza, "Pastor, can you tell us?" Na mimi uzuri sasa mimi sio pastor wao, nilikuwa referral case. Hata ni wa SDA. Wananiambia, "How comes we thought God to heal our father and he was not healed? How fake is God?" Sasa hiyo hata wanataka kunishikia mashati, wananiambia, "Pastor, siwaambia hawa watu tuende hospitali nyingine, our father is not dead." Hii story itakusaidia mahali. Lakini wakati ambapo walianza kulia, kuna neno walikuwa wanarudia. Sijui inatamkwa aje kwa Kikisii. Lakini kuna neno walikuwa wanaongea, wamama wakakuja hapo wa kanisa, wazee, and walikuwa wanajishika nyinyi Wakamba wamjui kulia nyinyi. Yaani hao watu wanalia vizuri mpaka hata mimi nikakuwa comfort. Lakini kitu kilininguza sana, walianza kuongea neno. Nikawaita, nikauliza, "What is the meaning of the word?" Wakasema wanaulizana, nani atakayefanya kazi ya Mungu? Na huyo mzee alikuwa yeye ndiye amenunua plot ya kanisa pale hapo mahali alikuwa yeye ndiye anajenga. Wanauliza, Mungu huyu anakufa kwa nini? Nani atakayejenga kanisa? Nani atakayefanya hii? Kwa sababu walizoea ya kwamba huyo mtu ndiye anafanyanga kazi ya Mungu. Na hii mwaka nimekuja tu kuombea hata nyinyi ya kwamba hautakufa kwa sababu ya kufanya kazi ya Bwana. Haleluya. Ya kwamba hata historia yako watu wakianza kuongea watasema, sasa huyu ambaye ameenda kwa nini? Na huyu ndiye alikuwa hiyo haitafanyika. Haleluya. Na hii mwaka nataka before the ibada munikumbushe, kuna watu ambao nitaombea. Kuna watu ambao wanakuanga attacked kwa sababu ukienda kwa kanisa yeye ndiye anasimamianga vitu. Ukienda kwa boma huyo mtu ndiye anafanya kila kitu kwao. Asipotoa pesa party haitafanyika Christmas. Haleluya. Na hawa watu shetani huwa anawafahamia sana. Na ndio maana nimekuja kuambia, kama utakuwa safe hii mwaka, start with God. Bwana asifiwe sana. Mimi naendanga mazishi na niliwaambia juzi. Mimi naenda mazishi, watu wanalia kwa mazishi sana, wanasema sasa watoto wa hiki kijiji watasomanga na nini? Huyo ndiye alikuwa anazuia, huyu ndiye alikuwa anapigiangwa simu watu wakifukuzwa shule, huyu ndiye alikuwa anapigiwa simu ukiwa na shida. Hata mama mzazi yako pale anakaa hivi anasema, hata afadhali tiombano nyenikwie, si ni mimi tu ningekufa." Yaani wale watu wa maana. Alafu kuna kimzee kingine, ndugu yenu mwingine ako hapo akufi, yeye anakunywa ile chang'aa inaekangwa suruali za wanawake, ile inaekangwa vitu mbaya chang'aa, na akufi, na hata mwaka mzima akunywi dawa, hata hakuna kitu inamsumbua. And you realize ya kwamba shetani ako na nia ya kufahamia watu ambao ni wa maana sana. Lakini hawa watu wa maana sana wakiamua watakuwa wanaanza na Mungu, hata shetani ainuke kuwafahamia afaulu kwa jina la Yesu. Nyinyi hamjaienda mazishi, unapata ule mtu alikuwa anasaidia hiyo familia yote ndiye amekufa. Wale wengine wako hapo, hata hiyo siku ya mazishi hapatikani. Alikuwa amekunywa chang'aa, na hiyo chang'aa hata inasemekana mwenyewe alikuwa amemshika akamwambia lazima amalizie kagirasi ndio akuje. Lakini wewe haujui hata kukunywa chang'aa, haujui hata banki inaonja aje, haujui hata kitu mbaya. Na unapata ya kwamba wewe mtu ambaye ni mtakatifu, mtu ambaye hata hujui kuna klabu inaitangwa Quiver, yani haujui hizo majointi za kuharibika, haujui. Wewe ndio unatakiwa hapo na kaoma kana kukaria. Leo nimekuletea dawa. Haleluya. Dawa ni kuanza na Mungu. Watu wote, wangapi hapa kwa hii kanisa unajiamini ya kwamba wewe ni mtu wa maana sana? Unajua sio kila mtu. Haleluya. Wewe mtu ambaye ni wa maana. Wewe ni mtu ambaye unategemewa. Kijiji yenu haiwezi endelea kama hujauzika. Alafu sasa unaanza kushikwa na kaungojwa wengine yenye ieleweki. Hata wewe Yesu. We have come to tell God ya kwamba we are going to start with you this year. Tuondolee aibu zingine. Haleluya. Unapata wewe sasa zile kesi unaitwa mama, wewe ni mama wa kanisa miaka nenda rudi.
Hata watu wanakusengenyanga wakisema hiyo kimama hakuna kitu kingine inajua ni kanisa. Lakini unaanza kuitiwa cases fake. Ati OCS anakupigia simu kijana yako alipatikana na bangi. Unaangalia sasa hii mambo ya aibu. When we start with God, he changes our story. He becomes the charge. He is in charge of our story. And when God is in charge of our story, he must make sure that he will take away shame. Anaondoanga laana, anaondoanga vitu vingine, anaondoanga mambo ambayo haifai. Hata wewe Yesu, shika na kwamba ikuji itakuja, lakini kama ulianza na Mungu, hata upepo ikikuja unajua ya kwamba Mungu anashikilia. There is something that is called surety, and the surety is more powerful when you know who you started with. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. You know, I have been, kuna mahali nilikuwa ninafanya kazi na tuliambiwa ya kwamba sasa tunataka kukua revised vile tuko qualified. And there is a man who was sweating. And the man who was sweating. Mkubwa akasema ana revise zile CV tuliandika tukiajiriwa kazi. Na huyu jamaa alikuwa ana qualification. Alikuwa na certificate yake mzuri, lakini aliandika Maranda High School. Aka-edit. Amesomea Maranda. Kwa sababu aliambiwa ukiitanishwa na Maranda hakuna mahali utawaingililiwa. And I want to tell you, kirinuka hiyo siku, the man was fired after alipatikana alikuwa amevunja vitu. Wacha niwaambie wapendwa, mambo huwa inabadilika, lakini mtu aliyeanza na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa katikati aibu zinaweza kuja. Watoto wanaweza fukuzwa shule mara 2-3. Mambo inaweza kuwa ni ngumu sana. Lakini hapa katikati Mungu anakushikilia, aibu inashindwa. Hallelujah. I was listening to a story of a prostitute. Si mnajua hiyo nyumba yenye unaishi, na wewe unasikianga tu fununu, na muangalie zile ploti tu mnaishi. Saa nyingine kuna ploti iko na mshene yenye hizi akakusaidia. Huyo mama yeye ni kahaba na jirani yake ni mama wa kanisa kabisa. Hii samburi yake na mama Musa. Hallelujah. Samburi yenye hata ukiangalia hivi unasema si mama tu, ni mama mzuri wa kanisa. Lakini wakati watoto wao wote wanafukuzwa shule, mtoto wa kahaba amefukuzwa shule, mtoto wa huyu na yeye pia amefukuzwa shule. Huyu wa kahaba anajisikia kwamba yeye ako afadhali, hata yeye ajihusishangi na Mungu sana. Anajitia moyo, na huyu mwingine anasema, na nyinyi ndio mnashindanga kanisa, mbona hii mambo inawashika? Hallelujah. Huyu mwingine naye anaona yeye anafaa kae vile anastahili. Saa nyingine unapata hata hii nyumba ya huyu mtu apendi kanisa, ndio inanuka tule tumayai tuzuri, tule tuchakula tuzuri. Kwako ikitokea inatokea omena. Na hata wanakutusi nayo wanasema, na hiyo kanisa mnasindanga, na huyo Mungu mnaambudu hawezi mbadilishia hata nyinyi ndai eti mtoe harufu ambayo inakaa ya. Nimekuja leo kuambia kitu kimoja. Wakati umeanza na Mungu, anajiwanga hata vile atamanage aibu zikikuja. Bwana asifiwe sana. Majaribu itakuja mingi, lakini kwa mtu aliye na Mungu, Mungu anampatia hakikisho. Majaribu itakuja kila siku. Utapata saa nyingine hata wale watu wanakaa ni kana kwamba hawamjui Mungu sana, ndio wanakaa maisha mazuri. You know, nilienda hospitali juzi na niliongopa hata saa nyingine kusema mimi ni pastor, lakini nikapata na mtu hapo akaniuliza, pastor kwani mnangojekanga? Sasa hiyo niko very serious. Hao watu wananiona ya kwamba mimi sifai kungojeka juu niko kwa line. Alafu ananisalimia na Bwana asifiwe kubwa. Angalia jirani, mwambie saa nyingine kuna mahali tu nasema Bwana asifiwe na sauti kidogo. Hallelujah. Wewe umewahi sikia hivyo chairman? Unasikia hii Bwana asifiwe hii iko na maneno mengine sio ile. Yaani ndio akazevu kaweze Bwana asifiwe, hata mpaka watu wakasikia huko Bwana asifiwe mchungaji. Hey. Nikaangalia hivi nikasema yes, sina haya kwa neno la Bwana, lakini hii iko na kijeri ya kunionyesha si wewe ndio huko unasemanga. Sasa hapa sisi wote kipimo ni moja, shindano ni moja. Lakini ujue huyo ni mtu wako na Mungu. Alianza na Mungu, mwisho wake unajulikana na nani? Yes.
Kuna watu ambao Pastor Lydia hata atakusalimia usikie hii salamu ni ya kutaka kukuonesha wewe ni pastor na ile hali mko pamoja. Yaani ya kuonesha ya kwamba wewe hauko vile hauko na Mungu, ni kama Mungu hayuko, just because amekupata mahali pale. And that's why I've come to tell you the medicine of this. Even when wanakusalimia intentionally na anakupatia kubwa, hey Bwana asifiwe. Yaani na mimi sijui. Mtoto wangu siku nyingine ananiambia ati kule shule anaambiwa wewe usifanye hivyo, unajua wewe ni mtoto ya pastor. Yaani watoto wengine twa mtu ya changa hatuulizwi kitu hata kafanya nini anabwa. Na tunalipa school fees the same, kila kitu iko the same, uniform ni the same. Lakini wakati mambo imeingiana, utapata ya kwamba mtu aliye na Mungu ananyoshewa kidole, wale hawana Mungu saa nyingine hakuna kitu wanaulizwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hata kuna mtu sasa akisema kitu hakuna mtu atachukulia. Lakini kwa sababu mimi ni pastor na niseme, hiyo kitu inafuatiliwa sana. Nimekuja kuambia huu mwaka, Bwana asifiwe. Huu mwaka wacha Mungu akatangulie kwa kila kitu. Huu mwaka usikumbali hata kama uko na pesa mingi aje, usikumbali kuanza na hiyo pesa. Anza na Mungu. Huu mwaka hata kama uko na connections, anza kwanza na Mungu. Haleluya. Waramba kazini mkaambiwa sasa mkubwa anakuja. Unaanza kusikia watu wakikwambia, watu ya kanisa wale mnasalimianga mkono na Mungu, mkono msijui wanasemanga aje. They say things ambazo zinakuvunja moyo. Bwana asifiwe sana. Ukiwa umeanza na Mungu usivunjike moyo. Sometimes utakuwa surrounded na watu wanakuonesha huyo Mungu wako anakuanga wapi, si atokee hapa. Bwana asifiwe. I am here today to tell you. I was about to preach in the book of Acts chapter 2 verse 1 to 4, lakini wacha tuisome alafu tutaendelea baadaye kwa sababu masaa imeenda. Hii kanisa la mwanzo ilifaulu sana kwa sababu what the early church did in the beginning. The early church was more focused. It started with God. It did not start with any other thing. And that is why the Bible says in the book of Acts chapter 1 verse 6, verse 8, and they were filled with the Holy Spirit and they began to speak with other tongues in the Spirit of God. Verse 1. Biblia inasema hii kanisa ilikuwa imekaa mahali na iliambiwa ya kwamba msitoke Jerusalem. Tarry there. Wait for Jesus. Wait for the miracle there. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Kanisa, Yesu anawaambia, si angewaambia waendelee na ibada, waende wako sawa. Walikuwa wamekaa na Yesu miaka 3. Lakini Yesu anawaambia ninaenda mbinguni, mkae Yerusalemu mkingoja, kuna nguvu nitatuma. Hawakukubalika kuanza huduma kama bado Mungu hajaanza. Na Mungu anaanzanga kupitia Roho Mtakatifu. Hallelujah. The Bible says when the day of Pentecost had come, fully come, they were all in one accord in one place. Verse 2. And suddenly there came a sound, a mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Nataka tukubaliane ya kwamba Biblia inasema mwanzo wakakaa chini. And they were told that you should not leave Jerusalem until I send the helper. I give you the direction. Hawa mitume Peter angeingia hivi, John angeingia hivi, wale wengine Matthew angeingia hivi waseme kila mtu aende ubiri. Lakini waliambiwa ya kwamba before you start there is something that will come. Hallelujah. And the one set upon each of them. Verse 4. And they were filled with the Spirit, Holy Spirit, and began to speak with the other tongues as they begin. Hallelujah. Ebu tuwekee Acts chapter 1 verse 8 muone. Hii ni promise ambayo inawekwa. Na inawekwa inaambiwa ya kwamba and I will send. Acts chapter 1 verse 8 inasema but you shall receive. When is this? Before they start the ministry, they will receive. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be my witness to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Ya kwamba Yesu anajua majamaa wako sawa. Hallelujah. Jesus knew that Peter can do wonders. Jesus knew that Matthew was okay.
But he said, before this ministry begins, I must empower these people with myself. They must start with the Spirit of God. Bwana asifiwe sana. And I want to answer one question. The reason as why the gospel of Jesus Christ that he left could not be stopped, it is because its beginning, God was involved. Hallelujah. Walijaribu kuua hata wafuasi wa Yesu. Waliua hata mitume. Wengine Paul anapitia mambo, watu wanapitia mambo, lakini injili haikuisha. Kwa nini? Haikuisha kwa sababu licha ya maangamizo, licha ya kuumizwa, hawa watu walianza na Mungu. Haleluya. Tunaona somebody is called, kina Judas wanafika mahali wameondokea. Tunaona kina Justus wanakuwa added. Tunaona kina Philip wanakuwa added. Na hii injili iliendelea na kusonga mbele. Haikuzimwa na mtu, kwa sababu Yesu aliweka platform ya in the beginning the Holy Spirit and to be in these people. Hallelujah. Wanasiasa wametushinda sana. Watu wa dunia wametushinda. Watu tulio na wanaongeanga vitu mpaka unasikia huyu mtu amenini. Juzi nilisikia mwanasiasa mmoja, au mnajiita one term ama two term, amesimama mahali akasema, hata mkituua wale watabaki. Sasa unasikia hiyo kimtu vile kinaongea, labda ni mtu wa kwenu. Unasikia huyo kiongozi vile anaongea, ako na ujasiri, anajua hata mkituua wale watabaki, wataendelea. Kanisani watu hawana ile wengi hawajaokoka hiyo design ya kusema hata kazi ya Bwana isiposonga wale tutabaki, tutafanya. Is only the church watu wanaangalia nanga, wanasema nilitoa hii, nitatoa hii, nitafanya hii, nitafanya hii. I have today come to tell you something. Do you want longevity? Mimi siwezi waambia hii mwaka ati homa haitakuja. Itakuja, lakini utaishinda. Bwana asifiwe sana. I don't want to lie to you that changamoto hazitakuja. They will be coming. But when you have God, the results will be assurance of victory. Hallelujah. They will come, but you will overcome. I don't want to go far because today, I don't want to go deep because we have ascension that we need to intercede more. Tuta wakati wa kuomba, lakini si tusimame kwa miguu yetu.